Tukiachana hayo ya usalama, tuangazia ya afya, ambapo shirika la afya duniani WHO limetangaza chamko la ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na nchini Uganda kuwa dharura ya afya ya umma inayoibua wasiwasi wa kimataifa. Lilisema kuwa visa 8 vilithibitishwa kwenye maabara, huku visa 246 vinavyoshukiwa kuwa vya ugonjwa huo na vifo 80 vinavyoshukiwa kusababishwa na ugonjwa huo vikiripotiwa katika jimbo la Ituri nchini DRC. Kulingana na shirika la afya duniani, aina ugonjwa Ebola iliyoripotiwa katika jimbo la Ituri kwenye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo husababishwa na virusi vya Bundibugyo. Virusi hivyo vinaweza kusababisha kuvuja kwa damu, kusambazwa kupitia kutangamana moja kwa moja na damu, majimaji ya mwili au uchafu kutoka kwa watu au wanyama walioambukizwa. Dalili za awali ni pamoja na homa, maumivu ya misuli, uchovu, maumivu ya kichwa, maumivu ya koo. Kufikia Jumamosi, visa 246 na vifo 80 vinavyoshukiwa kusababishwa na ugonjwa huo vimeripotiwa kwenye takriban maeneo matatu ya kiafya. Kulingana na WHO, virusi hivyo vimeenea nje ya DRC, huku visa 2 vikithibitishwa katika nchi jirani ya Uganda. Kufuatia tangazo la WHO kwamba chamko hilo sasa ni dharura ya afya duniani, nchi zimeanza kutahadhari. Humu nchini, Wizara ya Afya ikithibitisha kwamba hakuna visa vyovyote humu nchini, ilisema kuwa imeimarisha hatua za kujiandaa na kukabiliana na chamko lolote. We have issued an advisory to the members of public through press release, and this advisory is aimed to alert Kenya. And we also want to urge Kenyans to be very vigilant and to report any cases. The Department of Public Health and Professional Standards is up and about to ensure that we have all detected cases worked on, and also the country is on high alert for any eventuality. Kasi cha Namasha, Darubini Wikendi.